Na mtazamaji, karibu kwa hivi sasa ili tuweze kwenda moja kwa moja katika mada yetu hii ya kuhusiana na uwezekano kwa kwamba mbona wanawake wengi hawapendi maendeleo ya wanawake wengine ambao wanadumu kwenye ndoa. Kuna swali hapa Rashid anasema, jamaa mmoja mwanamke anasema, mimi leo kuna rafiki yangu ameniuliza mbona sijawahi kukosana na mume wangu. Akaniuliza, huwa unamfanyia nini hamkosani? Una mara mbili, inaweza kuwa kweli labda anataka afunzwe namna ya kwamba na yeye haki asikosane na mtu, lakini ya pili ni kwamba labda anataka kujua mbona wao hawakosani na msiri ya urembo ni gani. Mwingine hapa anasema, Lulu, ni kweli wanawake wengi hawapendi ndoa za wenzao zikidumu, haswa mawifi wenye wanaharibu ndoa zao wanaotegea kaka zao. Na mtazamaji, maoni ni mengi lakini tutayasoma polepole. Kwanza tuanze na Miriam wa Migomba ambaye tuko naye na Dr. Mwaka ambaye pia yuko. Nitaanza na Dr. Mwaka ili kuweza kuzungumza, maana yake naona Miriam na kina Lulu watajitetea, maana yake inawahusu hii mada. Kwa tuanze na wewe ambaye umeweza kuwashauri wengi wanaokuja hapo kama daktari. Hii ni dhana, ni kasumba ama ina ukweli ndani yake? Dhana si kasumba bali ni asili. Na ni asili iliyo njema. Wanawake asili yao huwa ni wapinzani wao kwa wao, na kwa kisayansi negative na negative huwa zina repel, bali negative na positive ndo zina attract each other. Kwa wanawake kwa wanawake kiasili huwa ni wapinzani wenyewe kwa wenyewe. Na hata ukitazama, hata ukiwa na binti akianza kufika miaka 17 18, utashangaa tu automatically ukimnunulia kitu mama yake atasema, baba, mbona mimi hujaninunulia? Yani huwa ni wana upinzani wa kiasili. Sasa unapokuja kwenye maendeleo, ni kweli kabisa mwanamke aliye nje ya ndoa huwa asingependa mwanamke mwenzie kumuona akiwa amedumu ndani ya ndoa. Angetamani kwa namna yote ile naye atoke, waje washirikiane huku kwenye kukosa kwa pamoja. Na hili huwa na washauri sana wanawake walio ndani ya ndoa. Ni vema apate ushauri kwa mtu aliye ndani ya ndoa mwenzie kuliko mtu ambaye yuko nje ya ndoa. Ni wachache walio nje ya ndoa watamtamania aliye ndani ya ndoa abakie kuwepo katika ndoa kwa sababu ya asili wao wa upinzani na ukinzani wa kimaumbile. Na inaweza kuwa unaposema kwamba ni asili yao, ni asili ya kwamba manake kama mtu ambaye yuko nje ya ndoa hapendi mwenzake anayedumu ndani ya ndoa, inakuja na kwamba anatamani kwamba nafasi ile angekuwa nao yeye, anahisi vibaya kwa sababu wako. Ni nini ndio tuweze kujua namna ya dada zetu watakavyoishi na marafiki zao? Kuna mwingine hata hiyo nafasi ulionayo haitamani, na hata huyo mumeo kama angempewa yeye angemkataa, lakini anatamani tu na wewe pia umkose. Kwa sababu anataka wewe na yeye mkakae kwenye kundi moja ili mkashindane huko. Aliye nje hana uwezo wa kushindana na aliye ndani, kwa sababu aliye ndani ana stara, ana nafasi, ana heshima ambayo hainunuliwi. Kwa hiyo angetamani huyu wa nje na wewe uwe nje ili mshindane, mkishindana kimavazi, mkishindana kipesa, mshindane katika level iliyo sawa. Anapokuona wewe uko ndani ya ndoa, yeye yuko nje, hata angekuwa na magari 50 wewe huna gari, hawezi kushindana na wewe kwa sababu wewe upo katika level nyingine. Kwa hiyo wengi si tu kutamani nafasi ulionayo, wengine ile nafasi ulionayo wala hawaitamani, lakini wewe pia hawakutamani uwe nayo. Na asante sana Daktari Mwaka. Miriam, sijui kama umeweza kumsikia daktari. Anasema ni asili yetu sisi wanawake kuchukia tu. Je, sijui kama unakubaliana naye? Kupinzana kuwa katika upinzani. Naomba uliweke vizuri, weka rekodi vizuri. Ni asili yetu kuwa katika ushindani na upinzani. Okay. Ninaweza kukubali kwamba ni kweli, lakini wakati mwingine ni baadhi ya wanawake, sio wote. Kwa nini sema ni baadhi ya wanawake? Wakati mwingine sisi wanawake ndio tunaweza kuwa chanzo cha mwanamke kuchukia. Mimi, na tunaomba nitoe mfano. Mume wangu ni Rashidi. Kuna mtu leo hii anamtamani Rashidi kwa vile ambavyo anavyomuona. Anasema natamani mume wangu awe Rashidi. Lakini kumbe haelewi hadha inayonipata mimi, ninayostahimili mimi kwa bwana Rashidi. Lakini sisi wanawake tunaweza tukatamani mwanaume wa mwingine. Lakini ili kinachosababisha sisi wanawake wenyewe tunaweza kuwa chanzo. Mfano, kuna mwanamke hana bwana mbaya wala bwana mzuri. Mimi leo naanza kumnadi Rashidi. Unajua Lulu, Rashidi jamani ananidekeza, Rashidi jamani yani anajua mapenzi,
Rashidi jamani, yule anayemsimulia yeye hajawahi kuwa na mwanaume wa namna ile. Wakati mwingine sisi wanawake ndio chanzo cha kutengeneza tuchukiwe. Ghafla yule mwanamke atabadilika, mimi pasi na kujua. Kwamba mimi naona kama ninavyomsifia Bwana Rashidi najisikia raha ya nafsi, lakini yule ninamuumiza. Hatimaye ni nini? Lazima atanichukia mimi niliokuwepo kwenye ndoa. Ili kuepukana na haya, baadhi ya wanawake tunapaswa kuyahifadhi yale tunayotendewa na wanaume wetu, yale yaliyokuwa mema. Wakati mwingine tunagawa wenyewe sisi wanaume kwa hao wanawake. Na mwanamke mwingine, leo hii kuna baadhi ya ndoa zimevunjika kwa sababu ya marafiki zetu wa nje kwenda kuyasimulia yale yaliyokuwa ndani, ambayo hasa yaliyokuwa mema. Leo hii kwa mfano, yule mwanamke wa mara ya kwanza aliyezungumza kwamba mbona sijawahi kukuona unagombana na mume wako. Kuna mara mbili. Inawezekana alikuwa anataka kupata elimu ili na yeye ni namna gani ataweza kuishi na mumewe pasina kugombana. Lakini inawezekana kabisa kwamba alikuwa anataka asikie siri kwamba hata wao wanagombana, kwa sababu kuna mwanamke huwezi kumjua na kutambua ni muda gani na ni saa ngapi amegombana na mume wake, kwa sababu ana ile elimu ya misingi ya ndoa. Tunapogombana na mume wangu si lazima watu wengine wajue. Kwa hiyo hivi vitu tunavitengeneza sisi wenyewe. Na sisi wanawake leo hii baadhi yetu wengi huwa tunatamani ndoa za watu wengine, lakini kumbe vilivyomo ndani hatuvijui. Leo kuna mwanamke anamchukia mume wake, lakini huyo mume unayemchukia kuna mwanamke mwingine anampenda. Na kuna swali nitakuuliza daktari, kwa sababu nishaona watu ambao labda wamesoma pamoja, wamelelewa pamoja, mmoja yuko kwenye ndoa, mwingine yupo katika ndoa, lakini anapokuwa na shida anamfuata kwa sababu ni rafiki yake, anaamini kwamba wewe ndiye ananijua mimi vizuri zaidi hata kabla sijakutana na mume wangu, ulikuwa nimekaa naye. Kwa hiyo kutafuta, na wengi wanaamini ule ushauri wanaopata kutoka kwa wale marafiki hata kama hawapo katika ndani ya ndoa. Unaweza kuwashauri vipi? Na kama umeeleza kwamba kuna uwezekano wakati mwingine wakawa hawapi maoni ya kwamba wadumu kwenye ndoa, lakini wanawapa maoni baadhi yao watoke ndani ya ndoa. Vizuri sana. Unapozungumzia ndugu, unapozungumzia best friend, unapozungumzia rafiki wa karibu, unamzungumzia mwanamke ambaye yupo kwenye upande mmoja na wewe. Yeye na wewe mnakuwa ni kundi moja la kukinzana na wengine. Kwa hiyo kama huyu anayekupa ushauri, hata kama yuko nje ya ndoa, lakini ni mtu wako wa karibu anayekuamini, unayemwamini, anaweza kukushauri uzuri kabisa licha ya kuwa yeye yupo nje ya ndoa. Na hawa wengine huwa wanakuwa na ushauri mzuri zaidi, kwa sababu unakuta yeye yuko nje ya ndoa lakini anaitamani ndoa. Sasa akikuona wewe upo ndani ya ndoa na ni rafiki yake, anapenda kiukweli na anaona unatamani kuichezea, ana nafasi nzuri ya kukushauri uitunze na udumu nayo, kwa sababu hata yeye angetamani aipate. Lakini tunapozungumzia mwanamke mwingine ambaye si ndugu wa karibu, si rafiki wa karibu, ni mwanamke tu kama mwanamke mwingine, katika asili asingetamani wewe kwenye nafasi nzuri kuliko yeye. Angetamani yeye awe nafasi nzuri, wewe nafasi ya chini, halafu ndio muendelee kuwa marafiki. Kwa hiyo narudia kusema, kama ni rafiki yako mlishibana, unamwamini, anakuamini, hata kama yuko nje ya ndoa, anaweza kukutamania wewe udumu vizuri kwenye ndoa yako. Na huyu aliyeuliza kwa mfano kama alivyosema Mariam kwamba kauliza unafanyaje msigombane na mwenza wako, kama na yupo ndani ya ndoa, unakubali kabisa kwamba yeye yupo ndani ya ndoa, anakutamania mazuri kwenye ndoa, huenda kweli anatamani elimu. Lakini kwa huyu aliye nje ya ndoa, hakikisha aidha ni ndugu yako wa karibu, rafiki yako wa karibu sana, mtu ambaye kweli anaweza kukuambia zuri au baya bila kukuficha. Hata kama yuko nje ya ndoa, anaweza akakutamania ndoa kwa sababu yeye mwenyewe anaitamani, na anaweza akawa mkweli kwako na anje kutamania mazuri. Tofauti na hapo, wengi wao asinge kutamania zuri wewe ambalo yeye hana. Na si kitu kibaya, narudia, hiki si kitu kibaya, hii ni asili ya maumbile yao, na imebidi wawe hivi ili sisi tuwe hivi. Kuna swali nitakuuliza manake kwa faida ya Lulu ambaye kuwa juma lililopita. Kwa kama utampata mwanamke aje amsifie mwanamke mwenzake kwamba mashallah ndoa yako ni nzuri hivi na hivi na hivi, ana kila sababu ya kuamini maneno yale ama asiamini. Kama mwanamke anamsifia mwenzake, sio kuzungumza kwa baki, anamsifia ndoa yake, ni sawa muamini ama asiamini maneno yale? Vizuri sana. Unapozungumzia ndugu, unapozungumzia best friend, unapozungumzia rafiki wa karibu, unamzungumzia mwanamke ambaye yupo kwenye upande mmoja na wewe. Yeye na wewe mnakuwa ni kundi moja la kukinzana na wengine. Kwa hiyo kama huyu anayekupa ushauri, hata kama yuko nje ya ndoa, lakini ni mtu wako wa karibu anayekuamini, anakuamini, na anaweza kukushauri uzuri kabisa licha ya kuwa yeye yupo nje ya ndoa, anaweza kukutamania wewe udumu vizuri kwenye ndoa yako. Na huyu aliyeuliza kwa mfano kama alivyosema Mariam kwamba kauliza unafanyaje msigombane na mwenza wako,
Mimi nafikiri anapokuja kukusifia mpinzani wako lazima ujiulize mara mbili umekosea wapi. Mpinzani mara nyingi anapokusifia huwa ni pale ambapo wanaona umepatia kwenye uharibifu na si ulipatia katika kupatia. Ni muhimu sana, halipendezi, ni ukweli mbaya na mchungu, lakini ndiyo ukweli. Dada yangu Lulu, ukiona mwanamke mwenzio anakusifia jambo, hebu kabla hujapata kichwa jiulize mara mbili, nimekosea wapi? Kwa sababu si asili ya mpinzani kumsifia mpinzani wake, si asili. Na mwanamke kwa asili ameumbwa kwa mpinzani wa mwanamke mwenzie. Kwa hiyo ukiona unasifiwa na mwanamke, si kwenye ndoa tu, hata kwenye kazi, hata kwenye biashara, akatokea pale akaanza kukusifia kwa nguvu, wewe mwambie nakushukuru, asante, lakini ukitoka hapo katafakari mara mbili, hivi ni kweli au kuna sehemu nimekosea? Kwa sababu si asili ya mpinzani kumsifia mpinzani mwenzie, hata kama kweli kaliona zuri. Na Miriam, kwa haraka haraka, kuna mmoja hapa anasema yeye, mimi mwenzenu yamenifikia, watu watamani nyumba yangu ivunjike. Na pia wakati mwingine pia inaweza kuambiwa tutaona wataachana tu. Mwanamke kama huyo anaishi vipi na wale ambao wanasema kwamba wanatamani ndoa yake ivunjike? Anaendelea kwa urafiki nao? Wanaotamani ndoa yake kuvunjika, kuna kitu wamekigundua, wamekijua kwamba kuna udhaifu fulani kati ya baina ya mke na mume. Na baada ya kukijua wanatafuta huo udhaifu wautumie ili kuweza kuivunja hiyo ndoa. Yeye aangalie aliyepakana nao, kwa sababu adui huwa mara nyingi atoki mbali. Adui anaweza kuwa ndugu, adui anaweza kuwa jamaa, lakini ni mtu wa karibu ambaye ndio anatamani hiyo ndoa iweze kuvunjika. Kwa hiyo yeye mwenyewe atengeneze mipaka baina ya ndugu, jamaa na rafiki, ambao leo hii wanapopishana na mume wake, wanapopishana na mke wake, je, mashtaka wanayapeleka wapi? Na je, wanapopeleka hayo mashtaka, wana uhakika hayo mashtaka yanafanyiwa kazi ama yanafanyiwa kazi ili waweze kuachika? Kwa sababu kuna umri ukishafika, kesi mnazimaliza wenyewe. Haina haja kusema napeleka kwa mama ama napeleka kwa baba alafu wakutanishe ili mzungumze. Si watu wote. Inawezekana kuolewa kwako wewe, inawezekana kuolewa kwake yeye ilikuwa ni kura tu ya veto, ila ndoa inapangwa na Mwenyezi Mungu, ila alitaka kuolewa mtu mwingine katika ile nafasi. Sasa mtu mwingine ndipo anapotafuta nafasi ya kukutandika ambapo unapopeleka mashtaka. Lakini naomba nijibu kipande kimoja cha Dr. Mwaka katika kukielezea. Nilipenda kwamba anayekuja kukusifia, anayekuja kukusifia, hongera kama mwanamke katika ndoa yako umedumu, unatakiwa ujitafakari mara mbili. Hongera anataka kukusogelea karibu, kukujua undani wako, ama hongera hii anayokupatia ni hongera ni ya kweli, na kama ni ya kweli basi unaweza kuipokea na kuitafakari na kuifanyia kazi. Asante sana Miriam Migomba, na pia vile vile Daktari Mwaka siku hii ya leo, na pia tunatumai kwamba weekend ijayo tutakuwa na Bin Safari atakuwa, kwa hivyo sasa kidogo atakuwa amepata nafuu na aweze kuweza kuendelea. Na je, ikiwa utapata mume asifie, ani rafiki yako asifie mke wako urembo, rafiki yangu asifie, yani rafiki yangu mimi asifie mke wangu, mathalan naseme una mke mrembo na ni sawa ama si sawa? Shukuru. Ni sawa. Shukuru. Shukuru. Mke wako asiposifiwa kidogo itakutatiza. Jumamosi ijayo. Sifa sistaki.